Hii sasa ni mara ya 3 na kukanya, utaki kunielewa. Sasa chagua mambo haya mawili, nikuzibe mdomo au tukufanye mboga yetu. Mboga? Huyu ni binadamu, tunafanyaje mboga? Nadhani umetoka tu kuongea hapa. Ulioyaona hapa uyache hapa hapa. Sasa ole wako ni yakute maneno mtaani. Utanijua mimi ni nani. Nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Kenge wewe. Huyu ni nani na kafikaje hapa? Huyu kijana ana siku ya 3 ananifuatilia leo. Kila ninapoweka mguu yupo nyuma yangu. Sasa basi tumfanyeje? Vizuri sana, huyu leo atoke hapa. Nimfanyeje sasa? Hiyo kazi rahisi. Huyu leo tutagawana. Ili asije kutoa siri zetu, inabidi tumfunge mdomo. Hakuna kitu kama hiko. Kaona sura za watu. Umfunge mdomo, mikono. Kalete kisu kijana. Sawa. Lazima tule nyama hii. Lete kisu. Unaleta mchezo. Nimekutuma kisu, unaita bisibisi. Kitaweza kumkatakata huyu? Tunamfungua macho hayo. Jamani, nisamee jamani. Sitarudia tena mimi, yeye yake ya Mungu, haki ya Mungu. Mimi basi. Mdomo basi mimi jamani. Usiniue. Kijana, mpe bisibisi afanye kazi. Nafanya mwenyewe. Lete kazi. Tulia, unanengeneka sana. Lete kazi hiyo. Nafanya mwenyewe. Nasema lete kazi. Shika. Subiri. Nyinyi wawili mnapenda sana kubishana. Na wewe tulia wewe. Sawa. Umeingia leo kwenye kichama. Fanya kazi. Uweze kuongea na kufanya. Sasa muda wako umefika. Nikikutazama usoni naona ubarozini hapa. Sasa leo hakuna cha ubarozi wala nini. Unaishia mizizini leo. Msagati. Odi Msagati. Msagati, ulikopo wapi rafiki yangu? Nakuita kimya. Nilienda kupunguza uzito kidogo, si unajua tena. Vipi jana make sio kwa mbio hizo? Sema wewe jana ndio umezingua wewe. Yaani umezingua sio kidogo. Mie tena. Kwanza mimi sikujua hata kama umeamka. Wewe unafikiri kwa moto ule ungekaa pale? Manake ile bomu lilipolipuka pale sio kombola ile rafiki yangu, ni kila mtu kagawanyika njia yake. Kaa namsubiria mtu. Amna, mbona kawaida tu vile vitu, si tushavizoea. Kwa makini rafiki yangu, utatembezwa mtaa mzima. Yaani umeona saa jana ilivyotokea? Yaani mimi mwenyewe nashangaa nimepita njia hii na nimekuja kushtukia nipo njia nyingine. Mpaka nashangaa. Wangekutupia baharini. Hawezi. Mimi mtu mkubwa. Haya bwana, lakini usiku tunaamsha. Hiyo tena ndo mambo yetu ya tuache tena. Sasa hivi tunaenda mtaa ule ule. Yaani mpaka watakoma. Sasa kule tena leo kule. Ule mtaa sio kuingia kitotototo ule. Nahisi kuna kitu. Mwenyewe hata nimeanza kupata wasiwasi. Sasa basi utaambia na wale washirika wenzetu wajipange upya tuende tukaze mtaa ule ule. Hiyo tunaachaje, ndo style yetu. Yaani nilikuwa naenda zangu huku nikasema ngoja nje kumcheki yule mshirika mwenzangu, maana yake yale mambo ya jana sio poa. Kwa kweli. Ila mimi nipo salama, ndio maana nimetoka zangu kukata passport size, baadaye niingie kazini. Ngoja si nikana nini nikachukue bidhaa zangu. Basi sawa. Haya, uzingatie.
Dada, habari? Salama, kwema? Kwema. Huyu jirani yako nimemkuta. Ametoka mara moja. Yaani yako mieusho sana wewe. Yaani kila nikija hapa siwahi kumkuta, yani hivi chenga nyingi. Na mdai. Unadai shilingi? Mdai 18,000 hapo. Hataki kunilipa hela yangu, kila nikija ananizungusha. Ina muda gani kwa nini hela? Yule anakaa wiki 2 na uchafu hivi. Sawa, nitakuja nimwambie kwamba ulikuja. Poa basi, kija mwambie nilikuja, afu mwambie kesho nitakuja. Sawa, ina shida. Nani? Sijui nani. Zawadi, unafuata nini kwangu? Nahitaji hela matumizi. Hela matumizi? Unakumbuka nilikwambia nini mara ya mwisho? Mimi hela linusu. Ninachotaka ni hela ya matumizi, ndio nimekuja kufuata hapa. Nisikilize Zawadi, nimeshakwambia mara nyingi, mimi sipotali kulea wewe mtoto na usipende kumfuatafuata nyumbani. Yaani wewe ndio chanzo ya haya yote yanayotokea sasa hivi. Kwa hiyo ninachotaka ni hela matumizi tu, ndio ninachohitaji hapa, ndio nilichokifuata. Lakini sio mambo mengine. Zawadi, huyo mtoto sio kwangu na sihitaji kulea huyo mtoto kwa sababu sina fedha za kumlea huyo mtoto. Zawadi, naomba unisikize kwa makini. Sawa? Mimi kwa sasa sina pikipiki. Pikipiki amechukua bosi. Kwa hiyo sina hela hapa nilipo. Kwa hiyo cha kufanya wewe nenda tu. Mimi hela linusu. Aya, wewe hajachukua pikipiki au amechukua? Mimi ninusu. Mimi ninachotaka ni hela matumizi ya mtoto tu. Maisha gani tunayoishi sasa hivi? Wewe unafurahia huko nje, una enjoy huko nje, mimi naishi maisha magumu. Kutoka hapa stoki. Ninachotaka nitoke ni na hela tu. Zawadi, embo acha ubishi basi. Nisikilize. Wewe nenda, sawa? Kama ni fedha mimi nitakutumia. Wewe ulinitia mimba ukanitelekeza. Nataka hela. Mimi nimekuelewa. Na ndio maana nikakwambia nenda, kama ni pesa mimi nitakutumia. Unakuwa mbishi mwanamke. Umeelewa? Sasa tokelea, mimi sina kazi kwa sasa, bibi yangu bosi kashachukua. Kutoka hapa stoki. Mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu. Jana nilikuja sikukukuta, si ulienda wapi? Mimi sitaki kujua. Nachotaka pesa yangu. Muha, mimi nilitoka. Sawa, nataka pesa yangu. Sawa, lakini mimi pesa yako leo sina Muha. Sasa mimi naishije hapa tauni? Naishije sasa hapa tauni kama pesa yangu utaki kunipa? Naishije hapa mjini? Sijui nataka pesa yangu. Muha, mbona unaongea kama hivyo rafiki yangu? Sasa mimi nataka nifanyeje dada yangu? Mimi nimekukopesha vyombo vizuri tu, lakini kulipana ndio kuna shida. Sasa mimi nifanyeje? Rafiki yangu, sikia nikwambie kitu. Nipe siku hizi 2. Yaani wewe ni mtu wangu lakini hii ni pesa. Kwa nini nataka mimi pesa yangu? Sasa sikia Muha, usipige kelele. Unajua huko kuna wapangaji wengi. Sasa hapa wapangaji wanaingilianaje kwenye biashara yangu? Hii ndio kazi yangu mimi, ndio inaniweka hapa town. Sasa hapa kuna wapangaji. Sawa, mimi najua inakuweka town, lakini sasa sisi ndio watu wako. Mimi nimekopa mara ngapi na wewe? Hiyo siku ngapi tu kweli jamani unanifanyia hivyo? Siku ngapi? Sasa unataka au unataka nisiendee mzigo mwingine au? Basi sawa. Kwani Muha? Kwani mimi unanionaje? Sasa nakuonaje? Nakuona. Hivi nilivyo. Kumbe unadaiwa? Dawa deni ni kulipa shoga yangu. Sawa? Sio kumdanganya Muha wa watu eti niangalie. Akuangalia nini? Kwani wewe yanakuhusu nini? Yanakuhusu nini na kuuliza? Kazi kupenda kufuatilia watu. Yanakuhusu kitu gani?
sawa, hayanihusu, lakini yananihusu shogangu. Mama Sumbe. Dawa ya deni ni kulipa mama wewe. Sawa, utakufa na madeni mwaka huu. Hebu pita hivi bwana. Usiniharibia siku mimi. Mbaya wewe. Utakufa vibaya wewe. Yanakuhusu. Ya shogangu. Yanakuhusu. Haya, endelea. Kazi kunifuatilia tu. Ndani kwangu. Moa vipi sasa? Mbona sikuelewi? Wewe nataka pesa yangu. Hana wewe. Kwa hiyo ndio ushaga hili tena. Kwa hiyo hujaelewa mazingira hapa. Yaani hujaona kilichotokea. Wewe ni mbea tu. Sasa kumbe mtaa wenu una masinichi kibao afu wataka kuniponza. Hana wewe. Nataka pesa yangu. La sivyo kesho naondoka na vyombo vyangu. Embo watu wabishi ujue. Nitakupiga. Sawa? Sitaji masiara. Nimekwambia nenda, kama ni pesa nitakutumia. Mbona unaelewi? Nipige, si unaniona niko hapa nipige. Niko hapa nipige. Yaani mimi nishachoka. Ni kila siku naongea mambo haya. Toa hela matumizi utaki. Sawa. Unataka shilingi ngapi? Eti nataka matumizi kiasi gani? Ninachotaka ni hela tu. Sitaki mambo habari za matumizi kiasi gani. Maana mtoto utamlea kwanza akiwa hivi mpaka atakapokuja kujitegemea mwenyewe. Nimekuelewa. Nitakupa pesa kidogo ili unitolee hapa nzi. Sitaje nikuone hapa. Shika. Sasa ndio kinini? Yaani hela ndio inatosha nini? Mtoto ana nepi. Ulezi ana. Hii kweli 5000 hii? Nimekwambia sina pesa. Mbona unataka kunielewa mwanamke? Kazi sina, pikipiki kachukua bosi. Na hapo ushukuru Mungu tu nikupa hiyo hela. Yaani nikwambie kitu. Kuna siku utakuja kumkuta mtoto wako? Wewe? Ole wako itokee usiku. Nitakuja nikupige. Nipige, si unaniona hapa nipige. Toka. Sasa nikuone. Toka. Usinifukuze. Nenda. Ole wako uje tena. Sitaki nikuone. Bijibonge. Mimi na shida. Shida gani hiyo? Mimi kazi yangu naipenda. Ila kuna jambo limenikuta. Bosi wangu amechukua pikipiki yangu. Na mpaka sasa bado hajanirudishia. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada wako nipate pikipiki yangu. Na kwenye mtaa wangu nitaishi maisha magumu sana. Kwa sababu pikipiki ndio nilikuwa naitegemea sana. Sasa bosi amechukua. Kwa sasa sina kazi. Sawa. Mimi hilo nitalifanyia kazi. Nitaenda kuongea na mzee Chaya kuhusu hilo swala la pikipiki na tutakurudishia pikipiki yako. Sio nikuachie wewe. Nisipopata pikipiki yangu kazi yenu sitafanya. Kwa hilo ondoa shaka. Nimekwambia pikipiki utalifanyia kazi na pikipiki utapata. Mzee Chaya nadhani hana mbambamba. Nikilifikisha hili mara moja pikipiki unaipata. Sawa. Ila naomba lifanyike haraka sana. Kwa sababu sina kipato sasa hivi. Sina kazi. Nipo tu. Sawa, hilo niachie mimi. Nitarudisha pikipiki mara moja. Kuna nini? Mkuu, kuna tatizo limetokea. Yule kijana wetu mpya amepata matatizo. Umeshaanza mambo yako.
Hapana mkuu, yule kijana wetu mpya amepata matatizo, amepokonywa pikipiki na ndo anaitegemea. Ulikuwa unatakaje? Samahani mshua bwana. Mimi nimekuja hapa na shida moja. Shida yangu pikipiki. Unashida pikipiki? Wewe uliambiwa hapa kuna pikipiki za kwa ajili vijana. Mimi naonaga kila siku nikipita hapa nakuta pikipiki imetulia hapa, kwa ndo nikasema siku nikija kumkuta mshua ametulia hapa, nitakuja nimuulize kama sasa nikapata jombo hapa na mimi angalau ningie rudi nifoza, sababu mimi pikipiki yangu mshua wangu ananizingua bwana. Hii pikipiki unavyoiona hapo, nimeona bora mimi mwenyewe tu nikae hapo niitazame tu, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wameshakuwa matapeli. Unampa mtu kitu cha bei kubwa kama hicho, anafanya masiala, anaita utoto mwingi. Sasa mimi sikununua hii kwa ujue kwa sababu ya kukitazama. Kuna kijana nilimpa kazingua, mara ya pili akazingua. Kwa maana hiyo naona kama sasa mwisho wa siku ishakuwa too much yani. Sasa nawe unapokuja kuniambia kuwa unahitaji bodaboda sijui nini, yani unanichanganya. Bodaboda unavyoiona hapo nimemnyang'anya kijana jana. Umeona? Mimi na mambo yangu. Sikuchukua hii kwa sababu ya vitu vingine. Okay. Unaishi wapi? Mimi nakaa hapo karibu na Majuba hapo. Si unapapata hapo? Kwa sasa siko tayari kumpatia bodaboda kijana wowote, kwa sababu dharau vijana vimekuwa ni nyingi. Unamkabidhi mtu kifaa cha bei kubwa namna hiyo, anaita masiala, anapiga misele barabarani huko. Sasa hapana, kwa sasa mimi nitakuvumilia. Unaelewa? Nitakuvumilia. Kwa hiyo kwanza nitazame kwanza hapo mwenyewe, kwa nitazama kwangu itakuwa ni amani kabisa. Nani kakuelekeza kuwapo na bodaboda nani? Mimi haja nielekeza mtu kwa sababu unajua tena si ndo njia zetu hizi. Okay. Kwa mara nyingi sana kutulia hapo. Hii nimeichukua mimi jana. Unavyoniambia unaiona mara kwa mara. Wapi unaiona? Ndio uongo ambao sio taka. Umeona wapi? Sawa? Poa. Mimi naendelee basi hivi. Sasa nitakushtua. Ndio mshua. Poa. Tunafanyaje sasa mkuu? Nimekuja hapa kwa ajili ya kumsaidia na yeye pia. Huyo kijana ni wa mtaa kwetu? Ndiyo mkuu. Hawanijui kama mimi chaya wa chaya. Sasa nisikilize. Pikipiki tarudi. Mimi nje chaya wa chaya kwenye mtaa huu. Wananijua vizuri. Pikipiki tarudi. Kabla ya siku 3 utampatia kijana aendelee na kazi yake. Nakutuma sasa. Ifuatilie hiyo pikipiki. Sawa mkuu. Huyu kijana unamfahamu? Huyo aliyomnyang'anya pikipiki unamfahamu? Mimi nadhani mkuu hakufahamu vizuri. Sasa nataka uwaonyeshe ili wajue wewe ndo mzee Chaya. Mfuatilie. Sawa mkuu. Lakini na kunong'oneza kidogo. Mwezi mtukufu huu unaingia sasa. Na kazi yetu hii ndio inayotupatia nyama. Unatakiwa kutafute nyama mzuri ulionona kabla ya mwezi huu haujaingia. Unanielewa? Nimekuelewa mkuu. Hilo halina shaka. Nitalifanyia kazi. Maana kuna kijana pale nimemuona yupo mzofu. Nadhani ile nyama inatufaa sana. Usizungumza kijana mzofu. Nisitaki nyama mzofu hapa. Nataka nyama iliyonona. Tukila tunakula vizuri. Nataka kuletea nyama, usirudie tena maneno kama hayo. Nyama zofu maana yake ni stop. Sawa mkuu. Ondoka hapa.
Wanataka kunifanyia masiara mimi hapa Wanamnyang'anya kijana pikipiki wakati huyu kijana anijui huyu. Huyu kijana anijui Tamlaza kwenye mti. Vipi kaka? Poa ndugu yangu. Boda boda. Ndugu yangu, hii rafiki yangu. Kwani nahitaji boda boda nyingine? Ipo nyingine hapa rafiki yangu bwana, kuna kijana kishanisumbua, kashanizingua, nimepaki nyumbani tu hapa. Nazidi kuongeza nyingine tena rafiki yangu kweli. Sawa, bei gani unauza hiyo? Sikiliza sasa rafiki yangu, mimi na 7 hapa, nije nikupe 7. Mimi niko nyumbani nimetulia tu hapa. Wewe nani? Usishtuke wala usiogope. Mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu.